Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni watu wa elimu ya mitishamba, na hii leo nimekuleteni faida hii kutokana na faida ya mmea wa muharaka au mti wa muharaka au dawa ya muharaka. Muharaka hii ni dawa ya asili ambayo tunaitumia sana katika hali ya kujitibu baadhi ya mambo yetu, baadhi ya matatizo yetu. Muharaka pia ni dawa ambayo tunatumia sana kujiweka sawa katika maradhi tofauti. Uko nyuma nishakuelezea sana katika channel yangu namba 1 ile ya tiba za asili na afya kwa bora. Niliwahi kuelezea faida za muharaka katika kujitibia kipanda uso. Faida za muharaka katika kujitibu kipanda uso. Sasa leo nimekuja na faida za muharaka katika kuharakisha majambo katika masuala ya kazi zako, katika masuala ya biashara zako. Sawa? Kwa maana biashara zako kivipi? Utakuta mtu mfano ana biashara yake vizuri, anafungua biashara, anafanya biashara zake vizuri. Lakini anapofungua biashara, baada ya muda wateja hawaji kwa wingi sana. Au biashara yake inaanza kaa kuanzia asubuhi mpaka jioni ndio anaanza kuuza. Aweza kuanzia asubuhi mpaka jioni mpaka saa 3 usiku ndio kaanza mteja mmoja anarudi zake nyumbani. Hata tunatumia muharaka katika hali ambayo kama kuna mtu alikufanyia kijicho, kama kuna mtu alikujifanyia hasadi, kama kuna mtu alikufanyia uchawi, ndugu zangu, uchawi upo. Kama unabisha usiombe ikukute. Uchawi upo. Kama kuna mtu alikufanyia uchawi ili mwisho wa siku riziki zako zichelewe. Unakaa na ofisi yako kubwa imejaa kila kitu, lakini unajikuta unauza siku mara moja mara mbili, tena unauza kwa muda mrefu. Kimfano unaweza kukaa kuanzia asubuhi mpaka saa 8 ndio unapata mteja mmoja. Saa 8 mpaka saa 4 usiku unapata mteja wa pili, unafunga hadi nyumbani. Hali ya kuwa unapaswa kwa siku uza wateja 20, 30, 40, unajikuta unapata mmoja. Au ulikuwa unauza vizuri, baadaye biashara inagoma. Tumia muharaka katika kuharakisha majambo yako. Tumia muharaka katika kuharakisha majambo yako. Na insha Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufungulia. Maadam usimshirikishe Mwenyezi Mungu, maadam mwelekee Mwenyezi Mungu, maadam jua cheo cha Mwenyezi Mungu, maadam fahamu hizi dawa si lolote si chochote mbele ya Mwenyezi Mungu, basi unapaswa unapotumia dawa kwanza mwelekee Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu katika hii miti ndiyo katika dawa yake. Sasa ili dawa ifanye kazi inatakiwa ipitishwe ombi kwa Mwenyezi Mungu, ndipo Mwenyezi Mungu atufungulie majambo yetu. Sawa? Kwa hiyo wale ambao wanatumia dawa kwa kuwaomba majini au mashaitani au vibibi au vibabu na kadhalika, sasa hao watakuwa wameingia kwenye shirki. Lakini badala ya kuomba majini na mashaitani, basi tumia kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye ndo kaumba huu mti wa muharaka na yeye ndo anajua kwa kina hasa kipi kakiumbia ndani ya muharaka. Sawa? Kwa tutumie sana kujitibu kwa uwezo huu wa Mwenyezi Mungu, insha Allah utakuja takaa sawa. Nini cha kufanya? Unachopaswa kufanya ni kitu kimoja. Kwa wewe katika biashara zako, unapofungua biashara zako hizo, kama unaona hapo tofauti, hata kimfano mtu ambaye anatafuta kazi kila siku kazi yapate, tumia hii muharaka. Ina faida nyingi sana. Tushaelezea faida ya vitu vingi sana kwa nyuma, lakini leo tupo katika mfumo wa muharaka. Huo muharaka unatumia vipi? Ninachokuomba, nenda katika duka la dawa za asili. Utapofika katika duka la dawa za asili, mwambie nipatie muharaka. Na muharaka asili yake ilivyo ni kama unavyoiona hiyo rangi hapo. Huo ndo muharaka wenyewe sasa. Alafu na kijiharafu fulani. Atapokuwa amekopa huo muharaka, rudi na nyumbani. Utapofika nao nyumbani, tumia huo muharaka katika hali ya aina hii. Tumia kuchoma katika sehemu yako ya biashara. Kabla hajachoma, nuiza mwelekee Mwenyezi Mungu kwamba ya Rabbi, natumia muharaka huu na choma hapa, na nuiza Mwenyezi Mungu, kama ofisi yangu ilifungwa kichawi nisifanye biashara, au biashara ndio kufanya jioni kabisa, kama nilifungwa hapa biashara zangu zisiende, Mwenyezi Mungu nakuomba jali biashara yangu ipate kwenda.
Mwenyezi Mungu nakuomba nifungulie biashara zangu. Mwenyezi Mungu nakuomba nisaidie katika biashara zangu, nivutie wateja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama kuna uchawi ambao Rabbi uondoe huo uchawi, nifungue katika biashara zangu, fungua mwili wangu. Mwenyezi Mungu nakuomba kadha 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 kadha, kisha choma katika biashara yako ile, na insha Allah wakati huo ukianza katika maji ukatumia kupiga deki hiyo sehemu, insha Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufungulia. Tumieni kwa Mwenyezi Mungu katika namna design hizi, na wala msitumie kuomba shetani, kwa sababu shetani anawapelekea watu sana katika hasara. Mwisho ni kuombe tu, kama hujasubscribe usahau kusubscribe. Hii ni faida ya pili ya Muharaka. Faida ya kwanza nielezea kwa nyuma, kuna faida zingine zinakuja huko mbele. Ni kuombe subscribe sasa ili upate faida zijazo. Somo linalokuja ni somo la ufunguo. Tukitoka somo la funguo, somo linalokuja somo la mwosha fedha. Baada ya somo mwosha fedha, somo linalofuata hapo ni somo la mlipo, mpapatiko, kasera bara na dawa zingine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.